Tumsifu Yesu Kristo, mtazamaji wa Television Tumaini. Bila shaka hujambo na karibu katika kipindi hiki cha Ijue Liturujia kinachokujia kutoka hapa Tumaini Television. Kipindi kilichopita tuliangalia alama za mavazi na alama za kiaskofu. Tumeona pete ya kiaskofu, tumeona umuhimu wake, tuliona pia hata bakora ya kiaskofu na mavazi mengine mengi tu ya liturujia ya askofu. Lakini siku ya leo tunakwenda kwenye jambo jingine ambapo tunakwenda kuona mfululizo wa maadhimisho ya maaskofu kama vile ambavyo tulivyoanza. Sasa leo ikiwa ni mwendelezo. Mimi ni Sister Salma Makonde, lakini pamoja ninaye baba Padre Daktari Clement Kihio, katibu mtendaji wa idara ya liturujia kutoka Baraza la Maaskofu Tanzania TEC. Na kusiwe nami tangu mwanzo hadi tamati, tujifunze kwa makini tuweze kujua kanisa letu. Baba Kihio, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari za tangu juzi? Nzuri baba. Karibu tufungulie kipindi chetu kwa sala. Asante. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu. Uzienee nyoyo za waumini wako, watie mapendo yako, peleka roho wako, vitaumba upya na nchi itageuka. Tuombe. Mungu uliyefundisha nyoyo za waumini ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunaomba tuongozwe na yule Roho, tupende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Ceremoniale Episcoporum, maadhimisho ya maaskofu, sehemu ya 7. Tunaendelea na mfululizo wetu na tayari umeshagusia tuliongelea ya juzi. Sasa leo tuingie katika mambo mengine mapya, ishara za uchaji kwa ujumla. Tuliona zile alama, lakini kule kanisani maana unaona hiki kinafanyika, na wewe hata mwenyewe unapoingia kanisani kuna mambo fulani unayafanya. Sasa hizo ishara hizo zina maana gani? Tuanze na ishara ya kuinama. Okay. Kuinama. Katika kuinama kuna ashiria uchaji na heshima, aidha kwa watu au vitu vinavyowakilisha watu. Na kuna aina mbili za muinamo. Muinamo wa kwanza ni muinamo wa kichwa. Wewe unakuta nafanya kichwa hivi. Lakini kuna muinamo wa pili ni wa mwili. Unakuta mtu kabisa muinamo kabisa. Kwa hiyo yote ni muinamo. Kuna mdogo tu wa kichwa, lakini kuna muinamo wa mwili unainama kabisa. Muinamo wa kichwa hufanywa kwa jina la Yesu, kwa Bikira Maria na mtakatifu ambaye misa au liturujia ya saa inaadhimishwa kwa heshima yake. Kwa ni muinamo tule wa kawaida wa kichwa. Lakini muinamo wa mwili au muinamo wa kina hufanywa kwa altare ikiwa hakuna tabernakulo yenye sakramenti takatifu. Kwa hiyo kama tunafika kanisani pale hakuna sakramenti takatifu, basi utainamia altare. Labda kama kuna tabernakulo, hicho ni kitu kingine tutakikuta. Na muinamo huu vile vile hufanywa kwa askofu kabla na baada ya kufukiziwa. Kwa yule mtumishi anaenda kumfukizia askofu, kabla hajamfukizia anamuinamia. Anamfukizia, hafu akimaliza tena anamuinamia. Hii inamaanisha nini baba Kihio? Ndio kama tulivyosema, kuinama ni ishara ya heshima na uchaji kwa vitu au kwa watu au vitu vinavyowakilisha mtu. Lazima tofautishe, sio tu kwa vitu, lakini kitu kinachowakilisha nini? Mtu. Maana hapa nimeona kwamba kuinama hivi kwa kichwa, muinamo wa kichwa ni kwa jina la Yesu na kwa Bikira Maria. Ndio.
Manake napita kwa Mtakatifu Rita wa Kashia na inama. Kwa hii ni sahihi? Manake kidogo kwa kichwa tu. Hiyo ni sahihi. Okay. Kwa hiyo maana yake kama umepita pale kuna picha hiyo ya Mtakatifu Rita wa Kashia, ni kitu, picha ni kitu. Kinamwakilisha nani? Rita. Kwa hiyo akili zetu zinaenda kwa nani? Kwa Rita. Umefika pale umeona sanamu ya Mtakatifu Yosefu, ukainamisha kichwa, lakini ile sanamu inamwakilisha nani? Yosefu. Kwa hiyo akili yako iende wapi? Kwa Yosefu. Kwa hiyo ndio maana yake. Kwa hiyo mwinamo huu wa mwili tumesema unafanyika kwa altare, lakini kama hakuna tabernakulo yenye sakramenti takatifu, na vile vile kwa askofu kabla na baada ya kufukiziwa. Askofu anapoongoza sala za asubuhi au za jioni katika adhimisho, huaga anabusu altare mwanzoni, na kama mazingira yanavyoruhusu mwishoni. Hii tunasema katika maadhimisho yale makuu ya masifu yale. Kwa hiyo askofu anapokuja pale, kabla hajaanza anabusu altare, na wakati wa kutoka anabusu altare. Kwa hiyo heshima hiyo na uchaji. Lakini tunaambiwa hivi, hizi heshima za kubusu altare katika mazingira tofauti. Sisi Tanzania tumeshazoea askofu anabusu altare, tumezoea. Lakini sehemu nyingine kubusu labda sio utamaduni wao. Kwa hiyo kanisa linaruhusu kutoa heshima nyingine inayofaa. Lakini kwa sisi Tanzania tumeshazoea kwamba kubusu basi altare tunakuwa hatuna shida. Vile vile kuna heshima au ishara ya goti, kupiga goti. Kupiga goti kunafanywa kwa kukita goti la kulia tu na kitwa ki. Watu wengine unakuta hawagusi chini, ananyosha tu kidogo kama mguu hivi. Ni kupiga goti chini kabisa. Hiyo ndio ishara ya kupiga goti. Kuna ashiria kuabudu. Mbele ya tabernakulo unapiga goti, unaabudu. Kwa hiyo hutengwa kwa ajili ya Ekaristi takatifu. Kwa hiyo kupiga goti huko ni kwa Ekaristi takatifu. Kwa Ekaristi takatifu. Ishara ya kuabudu. Iwe wazi au iko kwenye tabernakulo. Ndio ishara ya kuabudu. Kwa hiyo kumbe kupiga goti hatufanyi mahali pengine popote pale. Ni kwa ajili ya Ekaristi takatifu. Na kwa ajili ya msalaba mtakatifu kuanzia liturujia ya Juma Kuu hadi mwanzo wa mkesha wa Pasaka. Baba, hapo unamaanisha nini? Liturujia ya Juma Kuu, nakumbuka pale tunaleta msalaba pale, tunakuja wote pale, tunapiga magoti, tunaabudu, tunamwabudu Kristo yule ambaye yuko Kalvario yule. Ndiyo. Baada ya hapo hata kama tumemaliza ibada, ule msalaba umewekwa pale. Tunapoingia tukija pale tunaendelea kupiga goti, kuabudu ule msalaba. Huu ndio mti wa msalaba ambao wokovu wa ulimwengu umetundikwa juu yake. Kwa hiyo mpaka mwanzo wa mkesha wa nini? Wa Pasaka. Kwa hiyo Baba, unamaanisha kwamba siku ya Alhamisi Kuu Ekaristi takatifu inahamishwa. Ndiyo. Alafu Ijumaa Kuu ni ibada ile ya Ijumaa Kuu. Huwa mara nyingi pale hakuna Ekaristi takatifu. Ndiyo. Mara nyingi huwa tunainama, tunapaswa kupiga goti. Ule msalaba ukishaletwa sasa, ile baada ya kuleta msalaba pale, tukauabudu, ukaendelea kuwapo pale mpaka mkesha wa Pasaka, kumbe pale tunapiga goti. Okay. Inawezekana labda wengine hawafahamu, lakini basi tunaelekezwa katika haya maadhimisho ya maaskofu namba 69. Kwa maana Baba pale licha ya hiyo Yesu alikishahamishwa pale, unajua kila kanisa lina msalaba mbele. Kwa hiyo sasa waumini waendelee kupiga goti tu. Ekaristi inapohamishwa ni tofauti. Okay. Tunaongelea ule msalaba ambao tumekuja kufanyaje? Kuabudu. Ule msalaba wa kuabudu. Sawa. Uliowekwa pale, ule msalaba ambao tunauabudu ule. Kwa hiyo tutaendelea kupiga goti pale mpaka mwanzo mwa mkesha
wa Pasaka. Pasaka. Okay. Ndio. Ndio baba. Sawa sawa, nadhani tumeelewana. Ndio baba. Vile vile kuna watumishi wale wanaobeba vitu vinavyotumika katika maadhimisho. Amebeba msalaba, amebeba mishumaa ile inayowaka moto au vinara vile vya taa. Mwingine amebeba kitabu cha Injili shemasi. Hawa wanapofika pale altarini hawainami. Tayari amebeba mshumaa unawaka, amebeba msalaba, amebeba kitabu cha Injili. Kwa hiyo hawa, maelekezo haya namba 70 inasema wasiiname. Wao watafika tu, wataendelea navyo, wataenda kuweka panapotakiwa. Hawa wanaokuja ambao sasa hawajabeba chochote ndio wakifika pale aidha watainama au watapiga goti. Twende katika heshima kwa Ekaristi Takatifu. Mtu yeyote anayeingia kanisani anapaswa kutoa heshima kwa Ekaristi Takatifu kwa njia mbili. Aidha, kama Ekaristi Takatifu imewekwa katika kikanisa cha kuabudia kile, basi aende akatoa heshima yake. Au kama yuko kwenye tabernakulo, aende apige goti kwa kutoa heshima hiyo kwa Ekaristi Takatifu. Hiyo ni heshima kwa Ekaristi Takatifu. Lakini vile vile kuna heshima kwa altare. Mwinamo wa kina kama tulivyosema mwanzoni unafanywa kuelekea altare. Na wote wanapoingia patakatifuni au wanapotoka patakatifuni. Kwa hiyo unapopanda pale altareni unapaswa kuinama. Mwinamo kabisa wa kina. Baba, nikurudishe nyuma kidogo. Hapo kwenye goti mbele ya Ekaristi Takatifu. Ndio. Hasa ikiwa pale imewekwa kwa siku ile ya kuabudu Yesu Ekaristi. Ndio. Kwa hiyo pale baba, goti linalopigwa ni moja. Na kama ni moja, inakuwaje kwa yaani tafsiri yake ikoje kwa magoti mawili? Maadhimisho ya maaskofu hayajatuelekeza magoti mawili. Ndio. Yametuelekeza goti hili moja. Na tunalizingatia hilo. Sasa tunapokuja katika yale mtu anaguswaje mwenyewe binafsi, ndio unakuta wengine anaona goti moja halimtoshi. Anaamua piga yote mawili. Mwingine anaamua analala kifudi sijui nini. Anaona kwamba kupiga magoti mawili haitoshi mpaka iname akite viwiko vya nani kwenye sakafu. Tunasema hizi ni ibada binafsi, lakini maadhimisho haya yanatuelekeza goti moja la kulia. Na inakuwaje sisi masista kwenye makonventi? Tunayo bado ile, nadhani itakuwa ya zamani. Ndio. Kwamba hata pale ukikaribishwa kwenda kusaidia kukumnisha, kwamba mageuzo yalishakishafanyika, Yesu yuko pale, huwezi kwenda upige goti moja, unapiga magoti mawili kuabudu. Itakuwa ni hii interest au mafundisho ya zamani? Bado tunafuata maelekezo ya maadhimisho ya maaskofu. Ndio. Katika kuabudu Ekaristi Takatifu imeelekezwa goti hili moja. Ndio Father. Kwa hiyo anayeongeza la pili ni nani yake tu. Okay. Upendo wake tu na nini, lakini goti moja ndio lililoelekezwa katika kuabudu Ekaristi Takatifu. Sawa baba, tuendelee. Ndio. Kwa hiyo ni heshima kwa Ekaristi Takatifu, hiyo namba 71. Tukija katika heshima ya altare tushasema tayari, lakini usema zaidi ya hayo mwadhimishaji na wakonserebranti mwanzoni mwa adhimisho wanapaswa kuibusu altare. Mwanzoni wa kutoa hiyo heshima. Tukumbuke kwamba altare inamwakilisha Kristo. Kwa sababu Kristo ni sadaka, lakini vile vile ni altare. Yuko pale msalabani. Ile altare ni kama msalaba, yuko pale juu. Kwa hiyo ndio maana tunabusu tukimpa hiyo heshima Kristo aliyetolewa sadaka katika altare hii. Yeye ni altare mwenyewe, lakini vile vile yeye mwenyewe ni sadaka. Pale tunapoanza lazima wale wote wanaoadhimisha wabusu. Ila wakati wa kutoka, mwadhimishaji mkuu askofu yeye inaelekezwa kwamba aibusu altare. Kama ni wengine wale wa conservative ni wengi, wao wanaweza wakainama tu, lakini ule mwadhimishaji mkuu ambaye ni askofu lazima aibusu hiyo altare.
tunaendelea kudadavua. Hizi ni ishara za heshima Ndiyo. na uchaji. Hizi ni ishara na heshima na uchaji. Uchaji. Vile vile kuna heshima kwa Injili. Wakati usomaji wa Injili unatangazwa kwenye misa katika hilo adhimisho, wote tunasimama. Kusema Bwana awe nanyi, au baada ya shangilio pale, wote tunasema Bwana awe nanyi, somo katika Injili takatifu. Tumesimama, inasomwa mpaka inamalizika, tumesimama. Lakini vile vile tunaalikwa kumgeukia yule anayesoma Injili. Mfano kama kanisa letu ni kubwa, anayesoma yuko upande ule, kwa hiyo tunageuka, tunamwangalia yule anayesoma Injili. Kama ni pale altareni, tumekaa mapade wengi namna hii, alafu labda anasomea kule, tunageuka, tunamwangalia. Akimaliza kusoma, basi akishababusu ndio tunarudi katika hali yetu. Kwa hii ni heshima inayotolewa kwa ajili ya Injili. Lakini licha ya hiyo, yule msomaji anaweka ishara ya msalaba kwenye Injili anayoisoma mwanzoni. Alafu ndio somo la Injili takatifu ilivyoandikwa, na akishamaliza atajipiga ishara mwenyewe katika panda la uso, mdomoni na kifuani. Hiyo ni heshima ambayo inatolewa. Wengine wanaweza, kwa nini tunaona hii? Maana yake hiyo tuifahamu hiyo Injili kwa akili zetu, tuitangaze, lakini vile vile moyoni tuishi, tuitafakari, tuishi. Kwa hiyo ndio maana ya alama hizo. Kwa hiyo ni heshima kubwa tunayo itoa. Lakini vile vile Injili inafukizwa kwanza inasindikizwa kwa ubani na mishumaa miwili inayowaka. Kwa hiyo unaona heshima tunayotoa kwa Injili. Kristo mwenyewe anaongea, ni kipeo cha neno la Mungu. Tulianza manabii, hawa nyaraka, lakini sasa tumefika kwenye kipeo sasa, Yesu mwenyewe ndio anaongea, ndio maana tunasindikiza. Kwa hiyo inafukiziwa katikati, kushoto, kulia, ikiwa mishumaa inaendelea kuwaka. Kimaliza kusoma Injili, kwa ni shemasi anampelekea askofu kitabu cha Injili, anakibusu. Na kama basi askofu hayupo, labda ni mapade, nani shemasi anaweza akaibusu mwenyewe. Hii ni heshima kubwa tunayoitoa katika Injili. Na Injili inaposomwa, yule anayesoma Injili anafumba mikono yake. Bwana awe nani. Somo la Injili takatifu ilivyo, amefumba mikono. Hasemi Bwana awe nani, hapana. Amefumba mikono, heshima kwa Injili. Inawezekana sehemu nyingine unaona mtu hajafuata maelekezo, Bwana awe nani somo la Injili, hapana, Bwana awe nani. Fumba. Lazima kufunga kwa unyenyekevu mkubwa tunaposoma Injili. Mashemasi pamoja na mapade tufuate hilo, limeelekezwa katika maadhimisho ya maaskofu namba 74. Kuna heshima kwa askofu na watu wengine katika adhimisho la misa takatifu. Askofu anasalimiwa kwa kuinama sana. Tunaongelea katika adhimisho la misa, sio nje. Ndio. Askofu akiwa pale, kama unapita mbele yake, unainama sana. Au kama unakuja kufukizia, unainama sana kabla na baada. Lakini vile vile kila unapopita, sini hapa ni askofu amekaa kwenye kiti, ukipita mbele ya askofu, labda kuna shughuli, wewe ni mtumishi unafanya kitu fulani, lazima utoe heshima kwa askofu kwa kuinama sana. Ndivyo maadhimisho haya yanavyotuelekeza. Kwa hiyo kuna kutoa heshima kwa askofu, lakini vile vile heshima kwa altare.
Ni vyema anasema kama askofu yuko katikati, yuko nyuma ya altare, ni vyema ukaona ni jinsi gani ya kutoa heshima kwa vyote, yaani umtoe heshima kwa altare na kwa askofu. Lakini inashauriwa kama askofu yuko nyuma ya altare, kujitahidi kuepuka kupita katikati ya askofu na altare. Tumia njia nyingine kuepuka hiyo, kwamba unamwinamia askofu hapo tena unakuja unainamia altare. Kwa hiyo inashauriwa kwamba tuepuke kupita katikati kwa kadiri iwezekanavyo, labda kama hakuna uwezekano mwingine, lakini tuepuke. Ikiwa maaskofu kadhaa wapo patakatifuni, heshima hutolewa tu kwa yule anayeongoza ibada, anayeongoza misa. Sio kwamba kwa sababu kama maaskofu watatu huyu unampa, hapana. Heshima ni kwa yule anayeongoza ibada. Ndio heshima hiyo inayotolewa. Na askofu wa jimbo anapokuja kwenye adhimisho la misa, kama sio yeye anayeadhimisha, anaruhusiwa kuvaa vazi kwaya. Tushaliongelea vazi kwaya lile kwamba ni la zambarau, na bireta yake ya zambarau, mshipi ule na kadhalika. Anaruhusiwa kuvaa hivyo, akae kando. Lakini hapa inashauriwa awe na wasaidizi wake, asikae peke yake. Tunao sehemu nyingine unakuta anaachwa askofu amekaa peke yake. Awe na watu wanaomzunguka pale, watumishi wake upande huu na upande huu, wakae naye pale. Maadhimisho haya yameruhusu. Hili swali lilikuwa hoga ninaulizwa sana. Mbona tumeona kwenye adhimisho la misa askofu amekaa kando, inakuaje? Jamani, maadhimisho yameruhusu ya kiaskofu. Kwa hiyo inaruhusiwa, lakini basi asiwe peke yake, nawe amevaa hilo vazi kwaya. Atokeze pale kabisa kweli mwenye jimbo yupo. Mwenye jimbo yupo, hata kama ameruhusu pale ndio anayeongoza, au labda kuna askofu mwingine mgeni anayeongoza, basi mwenye jimbo yupo. Jimbo la askofu. Kwa hiyo ni namna hiyo. Na askofu mfano anakuja kutembelea parokia au nini, kama amevaa hilo vazi kwaya, hapo tunasema apokelewe kwa shangwe. Anapokelewa kwa shangwe, anaingizwa kwanza kanisani na kadhalika. Lakini basi kama ameamua asije kwa shangwe, basi anaweza akaipitia sakristia huko akawa amevaa mavazi yake, sio hayo ya namna hiyo. Kwa hiyo ni vizuri anapovaa mavazi haya ambayo ni rasmi, basi heshima hiyo ya kuvaa hilo vazi kwaya, tunasema choir dress, vazi kwaya, basi apewe hiyo heshima yake. Baba, kuna mtu anaweza akaniuliza kwamba kwa nini akivaa hilo vazi kwaya apewe heshima ya kushangiliwa? Labda kuna sababu nyingine zaidi ya heshima? Kama alivyosema, askofu anapokuja kutoa huduma hapo mahali, ili aonekane tofauti na wengine na hizi alama zilete maana, ni vizuri apokelewe kwa hiyo heshima. Kwamba kuhani mkuu amekuja kati yetu, na hata jinsi anavyoonekana huyu ni kuhani mkuu. Ndio maana anapokelewa kwa heshima. Sasa kama anapokuja bila kuvaa, tunaweza tukashangaa, hivi huyu askofu yuko wapi hapa sasa? Mbona hatumuoni? Kwa hiyo ni vyema mambo kama hayo yakazingatiwa. Ndio maana imeelekezwa katika haya maadhimisho. Vile vile wahudumu wengine, mfano padre anapokuja kwenye misa lakini ha-celebrate, inashauriwa vile vile na yeye avae kanzu yake na saprisi akae kando. Asivae tu nani msuruali wake wa kodrai hapo sijui nini, amekaa kando. Njoo, valia vizuri, kaa pale, uonekane kwamba na wewe ni padri uko kwenye misa. Basi hizi ni alama muhimu na za heshima ambazo tumeziongelea siku ya leo, ambazo waamini wetu tunawatumaini kwamba ambao walikuwa wanauliza maswali kama haya watakuwa wamepata jibu. Baba, nikushukuru sana. Karibu tufungie kipindi chetu kwa sala. Asante sana. Tunakimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuokoe siku zote kila tuingia hatarini.
Bikira mtukufu uliyebarikiwa. Amina. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumtukuze Bwana. Tumshukuru Mungu. Mtazamaji, kipindi hewani ni Ijue Liturujia. Tulikuwa tunazungumzia habari ya ishara za uchaji kwa ujumla wake, lakini basi tulikuwa katika ceremoniale episcopal, maadhimisho ya maaskofu sehemu ya 7. Tumeona mambo mbalimbali hapa, tumezungumzia alama mbalimbali, heshima kanisani, kuinama kichwa kidogo, kuna kuinama kwa mwili. Tumezungumza mengi. Kichwa, baba amekuwa amefafanua kidogo kwamba ni kuheshimu jina la Yesu, kuheshimu Mama Maria pamoja na watakatifu, na mengine mengi kadiri ulivyotufuatilia. Na kusii haya uyafanyie kazi kwa kujifunza zaidi, ili tuweze kuungana katika azimisho takatifu, tuweze kuwa pamoja kama anaadhimisha baba askofu, kama anaadhimisha padri, tuweze kuwa kitu kimoja kama Wakatoliki wenye uelewa. Nikushukuru sana kwa kuwa nami tangu mwanzo hadi tamati. Shukrani kwako dada Sara Josefu hapo nyuma ya kamera kutufanyia mambo kwa uzuri kabisa. Mimi ni Sister Salvina Makonde. Tulikuwa pamoja na baba padre Daktari Clement Kio, katibu mtendaji wa idara ya liturujia kutoka Baraza la Maaskofu TC Tanzania. Sina la ziada mpaka wakati mwingine. Kwa heri, arrivederci.